Mheshimiwa ambaye ni mtazamaji wa Mokenya TV mahali popote ulipo, naomba nikusalimie hujambo. Natumai umzima ubuheri wa afya na penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio haswa yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika sekta ya siasa. ODM imekasirikiwa katika muungano huu ambao upo kati ya UDA na ODM yenyewe, muungano wa serikali jumuishi, na kutangaziwa hali ya hatari. Na sasa ODM imefurushwa mchana peupe katika serikali jumuishi, jambo ambalo limeweza kusababisha taharuki kubwa kutanda. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea? Katika chama cha UDA tuko na katibu mkuu wa chama hicho ambaye anaitwa Omar Hassan. Anapozungumza ni msemaji wa chama cha UDA, na kile ambacho anazungumza mwenye chama ambaye ni Rais William Ruto anaelewa kile ambacho msemaji anazungumza, kwa sababu msemaji hawezi kuzungumza pasipo ruhusiwa na mwenye chama husika. Sasa Omar Hassan ameonekana kufukuza ODM katika serikali jumuishi kwa kutoa matamshi ambayo huwezi kuyaamini. Sasa amesema hivi, naomba kuiweka kanda yake hewani tuisikize, kisha baadaye nikirudi nitakuwa nachanganua habari hizi moja kwa moja. Tusikize Omar Hassan ambaye ni katibu mkuu wa chama cha UDA. Hatuna chuki na mtu, lakini sisi hatuwezi kuwa ni serikali tunaondoa profesa kama deputy president ambaye ni mtenda kazi, kaweka mwafulani kwa vile amfanana na sisi. Hiyo haiwezekani kabisa. Hatutaki mtu yoyote atuzuie kusimama ngome ambao na zita zao. Kama ngome ni yako, iko shida gani? Uko na hofu gani? Hatuna uhasidi na mtu. Sauti hiyo ni ya Omar Hassan ambaye ni katibu mkuu wa chama cha UDA. Kwa sababu ODM imekuwa ikirusha vijembe kwamba wanahitaji Rais William Ruto awakabidhi cheo cha kuwa mgombea mwenza katika uchaguzi ujao wa 2027. Sasa vile ulisikiza, wamefurushwa kupitia Omar Hassan ambaye ametangaza liwe liwalo na liwe, hawawezi kumuondoa, hawawezi kumfurusha naibu rais wa sasa ambaye ni Profesa Kithure Kindiki na kupeana nafasi yake kwa mtu mwingine. Hiyo nayo wasahau, hata wafanane kivipi hawawezi. Kisha baadaye ameongezea kwamba mambo ya zoning hayo ambayo ODM inasema haiwezekani, hata nyinyi mnaruhusiwa kusimamisha watu wenu katika ngome za UDA. Now, I want to put Omar Hassan's remarks into perspective. Kwa nini anazungumza hivyo? Number one, wamechoka na ODM. Unajua vitisho hizi ambazo zimekuwa zikitolewa kwa Rais William Ruto, fanya hili ndio tufanye hili. Wamechoka na vitisho, na kwa sababu ODM imesambaratika, Sifuna ameenda na kipande kingine, Oburu Odinga amebaki na kipande kingine ambacho hakina nguvu. Sasa Ruto is not interested with ODM political party kwa sababu makali yake yamepungua kisiasa. Sasa wapenda wasipende, waondoke wasiondoke, hamna shida. Sasa hivi UDA haina interest yoyote katika chama cha ODM kwa sababu sasa hivi ODM imezikwa katika kaburi la sahau kwa sababu Sifuna ameenda na wafuasi wengine. Ni leo tu niliweza kuangazia Milly Odhiambo ambaye ni mbunge wa eneo bunge wakilishi la Asupa Kaskazini. Alisema kwamba mambo ya zoning hapa na pale, kusema hizi ni ngome za ODM, achana na hizo sarakasi. Ameungana na
UDA ambao wanasema haiwezekani. Tusikize, msije mkasema ni matamshi yangu. I think there's been a lot of discussion around the issue of zoning, and my personal position is that ODM is a popular party, and ODM has always managed to successfully front candidates without any formal form of zoning. And let us also be honest, none of us is Raila Amolo Odinga. We need to listen to the public, and the public is keen that we show what we have done to the public. When we start pushing an agenda strongly of zoning, it means that we are actually putting our personal interests ahead of that of our constituency. If I have worked for my constituency, I should not fear meeting any opponent. So really, I would want us to reconsider the issue of zoning, and I think it's unfortunate when we start giving ultimatums on the issues of zoning. Sasa ODM imeanza kugeukiana wao kwa wenyewe. Unajua, katika siasa, politics is all about interest and not love affairs. Hatuwezi kutembea pamoja eti wewe unaniunga mkono, tunaenda kukaa pamoja, tunamumunya ugali pamoja. Hamuna. Mambo ya siasa lazima uonyeshe idadi ya wafuasi ambao uko nao watanipigia kura. Sasa hivi Ruto haamini wafuasi wa chama cha ODM kwa sababu wengi wameondoka. Wameingia kwa Edwin Sifuna, wengine wameenda kwa Rigathi Gachagua, wengine wameenda kwa Dr. Fred Matiang'i kwa sababu anatoka kutoka eneo lile la Nyanza. Ndio maana wanazungumza hivi. Niliweza kufanya uchanganuzi tena. Tumemwona mbunge wa Homa Bay Town Peter Kaluma amesema watasimamisha mwaniaji wa kiti cha urais kwa sababu wamesema ya kwamba Oburu Odinga atasimama kiti cha urais kuanzia sasa. Wameamua kwa sababu wameona vile UDA inawaendesha hawezi. Watazama. Ndio maana pia wanaongezea vitisho zingine kwamba tutasimamisha mtu wetu kuwania kiti cha urais. Kwa hivyo huu ndio mwanzo wa kuvunjika kwa serikali jumuishi. Na huu ndio mwisho wa ndoa ya kisiasa kati ya ODM na UDA. Sasa kimeumana. UDA sasa hivi niliona kuna baadhi yao kutoka counties za Nyanza Kusini, Homa Bay, Migori, Kisumu na Siaya wanasema liwe liwalo, lazima tutakutana kwa debe. Ni wao waliweza kumruhusu Ruto akaingia kwa ngome zao. Wakati walikuwa wanazindua miradi ya maendeleo, tuliona watu wengi wakivalia yellow, kofia yellow, t-shirt yellow, wakaruhusu Ruto akaingia kwa nyumba yao ya kisiasa. Na amepata wafuasi. Sasa hivi ODM imedidimia. Ndio maana wanarushiwa vijembe. Hatuwezi kuwakabidhi nafasi ya naibu rais, mupende musipende, liwalo na liwe, kama ni kwenda muende. Mmesikiza nyinyi wenyewe. What do you think? ODM itastahimili makali katika serikali jumuishi? Niandikie katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo na tia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload and even a clip, you'll be notified automatically that Omo Kenya TV has uploaded the TV the clip to watch. Remember to share our content also of our WhatsApp groups and on Facebook. That is only we can continue building this a channel of ours, Omo Kenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.